Donald Trump amelionya kundi la Hamas kwamba litaangamizwa ikiwa litavunja makubaliano ya kusitisha vita. Trump hata hivyo amesema atawapa Hamas nafasi ya kutekeleza mkataba huo wa kusitisha mapigano. Sasa akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House akiwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese, Rais Trump ameeleza kuwa Hamas inafahamu wazi matokeo ya kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Ameanza mikwara na amemtuma kijana wake makamu wa rais JD Vance ameshafika Israeli. Ameenda kuonana na serikali ya mlengo wa kulia ya bwana Benjamin Netanyahu kuzungumza. Na zimekuwa sasa ziara nyingi za viongozi wa Marekani, akaenda Trump mwenyewe. Anaenda sana. JD Vance. Ndio nataka nikuulize kwamba Trump kaenda ijatosha kamtuma Vance. Steve Witkoff. Kwa sababu kuna hatari ya kuvunjika kwa makubaliano ambapo mimi naamini kwamba makubaliano tu ya mchongo ukitazama. Haya makubaliano mimi naamini kwamba hayatadumu kwa sababu Hamas bado wanajisi kwamba ni watawala katika eneo la Gaza. Mpango uliopo ni kuwafanyia disarm, waweke silaha chini. Haya mpango uliopo ni kumchukua Tony Blair aweze kuwa governor katika eneo la Gaza. Na wao wanasema kwamba kama hawa Waingereza walitutawala, hawa Waingereza mwaka 1917 ndio walikuja na azimio la Balfour, sawa, kuanzisha taifa la Israeli na kuanzisha taifa la Palestina. Je, hawa Waingereza wanapotuletea sisi huyu Tony Blair, je, sisi wa Palestina hatuwezi kuendeleza utaifa wetu ambao sisi tunaopigania? Kutazama kwa sasa JD Vance makamu wa rais yupo kule na mwenyewe amekuwa akijitabaisha kwamba yeye vile vile ni mtu ambaye anaamini katika hizo itikadi za kila Christian Zionism, kwa kwamba Mayahudi wa Kikristo. Lakini kimsingi ni kwamba hii inaendeleza harakati namna gani Marekani amekuwa akienda kuilinda na kuiangalia taifa la Israeli. Nimeona baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba kuna ule mnyororo wa Iran ambao Hezbollah tazama na sasa hivi imeishiwa nguvu baada ya kufa Hassan Nasrallah, Hamas baada ya kuuliwa viongozi wao wengi wakina Ismail Haniyeh, wakina Yahya Sinwar. Houthi naye nimeona juzi ameuliwa kiongozi wao. Na Bashir al-Assad ukitazama amepinduliwa na El-Shara. Maana ni kwamba sasa ule mnyororo wa Hamas kupata silaha umekatwa. Na jana kiongozi wa Iran Ayatollah Khamenei alikuwa anazungumza kwamba akiendelea kuilaumu kwamba kushindwa kwa sera za Marekani. Na anasema kwamba kwa nini hao wanakuja sisi kwenye ukanda wetu wa Mashariki ya Kati kujifanya kama kuleta amani wakati kwao huyu Trump kuna maandamano makubwa ya kumpinga ndani ya Marekani. Kwa sasa kwa kweli Hamas sasa hivi wana hali mbaya sana. Na Trump anatishia mambo mawili: muweke silaha chini au tuje kuwaangamiza, kwa sababu anasema anamwambia Netanyahu finish his job, kumaliza kazi ulioianza. Kwa kweli Hamas wana hali mbaya na sasa hivi wamekuwa wakiuana wenyewe kwa wenyewe na hali makundi ambayo yamekuwa wakipinga amri au oda ndani ya Gaza. Asante sana. Zilson Peterson anasema naamini Afrika bado tunatawaliwa na watu weupe kwa sababu hata maamuzi ya baadhi ya viongozi wetu yanatoka nje. Unakubaliana na mimi kuhusu hilo? Anauliza. Sasa nani anamuuliza? Labda wewe ndo mchambuzi. Anasema anaamini Afrika bado kuna watu tunatawaliwa na wazungu. Sababu kuna baadhi ya maamuzi tunafanya. Na ndio maana tuna topic inaitwa new colonialism. Ni mamboleo. Ni kweli. Asante Zilson Peterson kutokea kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Anasema alafu na kuomba uwe unaanza kusoma teksti za watu wanaotumia bando. Wana hasira. Watu watumia bando zao ya kusoma Zilson. Asante sana wanapotumia bando wao usomi bana. Mariam Omari pia asante sana. Anasema super breakfast kipindi changu pendwa. Mungu awabariki sana. Asante kwa ujumbe wako pia. Na Juma Semindu nimekuwa nasema pole sana Nicholas Sakos, hii iwe fundisho kwa watawala. Anasema hii iwe fundisho kwa watawala duniani, wengine wakae wakijua sheria ni msumeno. Haya, asante. Asante pia Raju, asante pia Arnold Shirima, kwa wale wote ambao na wale wengine wote ambao mmekuwa mkituandikia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Godfrey Ngumba pia nimekuona. Kaka Mtena Mchungu, ule wimbo wa sema wimbo wa tumefikaje hapa mliocheza asubuhi hii umenibamba sana. Sawa, tulianza nawe. Asante sana bwana Godfrey Ngumba kwa ajili ya
wimbo wote umeupenda. Wimbo umeupenda, burudani anasema imembamba. Sisi tukirudi hapa itakuwa ni muda mzuri wa wino mzito. Endelea kuwa na sisi. Maoni yako pia andika kupitia 0683 80 29